Metre. Njoo hapo pale, njoo pale. Ona. Njoo pale, mwele kwa ile nyumba pale. Naam, barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye habari zetu, kwenye taarifa zetu za habari katika jioni ya leo, tukiwa kabisa ni tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari jioni ya leo. Channel ni Mteba TV. Muziki unaosikia hapo ni kwenye uwanja wa mapambano jioni ya leo. Kitu kinawaka kwenye uwanja wa vita. Tutakwenda kuambia kile ambacho kinachoendelea pale DRC. Karibu sana. Kama ni mara ya kwanza umeingia na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine, au sabone kwa lugha ya Kifaransa. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Ifuatayo taarifa za habari, lakini kwa sasa ni muhtasari wa habari. DRC, maeneo mbalimbali kama vile Goma, usiku mzima wa kuamkia tarehe 6, masasi imeweza kusikika maeneo yote ya Goma. Maeneo yote ya Goma masasi imeweza kupigwa zaidi mpaka chanzo akijajulikana. Kamanyola, mapambano makali yameripotiwa kabisa tangu jana na mpaka tunavyoongea hapa jioni ya leo. Naam, tutakwenda kuambia kile ambacho kinachoendelea maeneo zote za Kamanyola na maeneo zote kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Channel ni Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine ili wanapata taarifa zaidi kutoka channel yako bora ya Mteba TV. Hali ya usalama inazidi kuripotiwa maeneo mbalimbali ikiwemo Kamanyola, Katogota pamoja na kwenye mto wa Ruvimvi. Kile ambacho kinachoendelea maeneo zile zote ni hatari. Mlio wa risasi unazidi kusikika maeneo yale, huku raia wakizidi kujificha kwenye manyumba na wengine wakikimbia makazi yao. Lakini pia hali ya usalama inazidi kuzorota maeneo mengi kama vile Bukavu, ambapo jioni ya leo gari 5 za M23 zimeweza kuonekana kutamba sana kwenye maeneo mbalimbali za mji wa Bukavu wakikosa mwelekeo. Wengi wakisema wanaelekea kwenye mapambano na wengine wakisema labda wanajielekeza kwenye makam mbalimbali. Karibu sana kwenye channel yako bora ya Mteba TV, taarifa zetu za jioni ya leo. Angalia, leo ni tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025. Unaweza kututafuta kwa namba zifuatazo zinazopita hapo chini ya screen yako hapo, ambayo ni alama ya kujumulisha 85 hapo, alafu 933884406. Hizo ni namba za ofisi ambazo unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi na tutaweza kukujibia moja kwa moja kutoka hapa channel yako bora ya Mteba TV. Naam, karibu sana kwenye taarifa zetu za habari katika jioni ya leo. Tunajikita kwa sasa hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo mbalimbali ambapo kuna itwa kama vile Goma, mapambano makali, masasi makali yameweza kusikika usiku mzima ya kuamkia tarehe 6 mwezi wa 5. Watu mpaka wameshangaa sana, vijana, wa mama, wa baba na watu wote maeneo yale ya Bukavu wameweza kujiuliza, masasi hayo maeneo za Goma samani, masasi hayo yameweza kusikika sana usiku. Je, wamevamiwa usiku au namna gani? Lakini pia masasi hayo tumeweza kufuatilia sana tujue yametokana nini pale Goma, lakini bado hatujapata majibu. Lakini kama channel ya Mteba TV tunazidi kufuatilia kila ambacho kinachoendelea maeneo zile za Goma, na tutakuja kukwambia, huku raia wakiwa na wasiwasi kubwa sana, wakajua labda zingine mapambano mengine yameanza kati ya M23 pamoja na wazalendo. Lakini bado tunafuatilia, lakini hatujapata habari zozote za kifo kwamba kuna mtu yeyote amekufa kwenye masasi hayo ambayo yalikuwa yanalia maeneo za Goma usiku wa kuamkia leo tarehe 6. Endelea kusikiliza taarifa za habari kutoka chaneli yako bora ya Mteba TV. Kamanyola, mapambano bado yanaendelea. Yalianza tangu jana wakati vikosi vya M23 walienda kuchokoza wazalendo kwenye front zao, ndipo mapambano makali yameweza kuripotiwa kuendelea mpaka siku ya leo asubuhi nzima na jioni ya leo. Kama ulivyosikia pale mwanzoni, nimekuwekea muziki kidogo wa risasi. Huo ni muziki wa risasi ambao unaendelea kwenye uwanja wa vita. Jana mapambano, tunaenda sasa kuambia kila ambacho kilichoendelea kwenye uwanja wa mapambano. Mapambano jana yalikuwa yanaendelea kabisa maeneo kama vile za
Rutembe. Maeneo za Rutembe mapambano yalikuwa ni makali mno maeneo za Rutembe, lakini wazalendo wakafanikiwa kukamata kijiji hicho cha Rutembe. Lakini tukiendelea hapo na maeneo kama vile za Katogota, mapambano yameweza kuripotiwa yalikuwa ni makali sana, na hivi nafikiri kila mtu anahitaji kujua kitu gani ambacho kimeendelea maeneo za Katogota, japokuwa habari mengi sana yamesambaa kwenye mtandao wa kijamii kwamba Katogota kuko M23, Katogota kuna wazalendo. Sasa hapa kama mnavyofahamu channel yako bora ya Mteba TV huwa inakupa majibu ambayo huwa tunayakupa kabisa majibu hapa kila mara, na huwa tunashosha pressure za watu. Kama unaumwa ama pressure za masuala ya vita, sikiliza tu channel ya Mteba TV, pressure zote zitaisha, utakaa vizuri sana. Lakini channel zingine zinakupa pressure mpaka unaona kama vile M23 wanakamata Kongo nzima siku moja. Unajua kuna vyombo vya habari vya M23 wakitangaza tu, au vyombo vya habari vya adui wakitangaza tu habari, unasikia pressure inapanda, hata ugali unakataa kula, unafikiri basi M23 watakamata Kongo nzima kwa siku moja, au basi hivi wamekamata Luvungi au wamekamata Uvira. Lakini ukisikiliza channel yako bora Mteba TV inakwambia hatua moja kwa moja na kila ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Mapambano hayo yameweza kuripotiwa maeneo za Katogota kwa sasa tunavyoongea hapa. Jana mapambano yaliweza kuishia hapo, ambapo wazalendo walikuwa maeneo yale ya Katogota, lakini na M23 walikuwa maeneo yale ya Katogota, vikalala hivyo. Nafikiri mnifuate vizuri, vikalala hivyo. Lakini jioni kabisa wazalendo wakaanza kupiga masasi, hawakusikia majibu. Kwa sababu wanaposikia wanajibu manake adui iko fasi fulani. Hiyo ndio kusema kwa askari kwenye uwanja wa vita walijaribu kupiga usiku, hakuna majibizano yoyote usiku wa leo. Lakini asubuhi sasa ya saa 11 ya saa 11 kabisa ya asubuhi mapambano tena yameamkia maeneo za Katogota. Wazalendo wakatoa M23 maeneo za Katogota. Unajua unapotoka maeneo za Katogota unaanza kuelekea kwenye mto unaoitwa Ruvimvi. Maeneo yale ukivuka tu mto Ruvimvi basi ujue kwamba uko Kamanyola kabisa. Sasa mapambano haya ambayo yameendelea sasa jioni ya leo, wazalendo wamefanya kazi kubwa. Kwanza tuwashukuru, wamefanya kazi kubwa. Kazi hii imetokana na nini? FARDC pia wameamka. Tuweze kuambia ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, FARDC wameamuka, na wao wameamuka japokuwa kuna waasi wako mle ndani, lakini baadhi yao vikosi mbalimbali vimeweza kuamka na kuanza mashambulizi wao kabisa kwenye uwanja wa vita, na silaha kubwa na nzito zimefanya kazi. Kwa hiyo FARDC baadhi yao ambao hawajakula rushwa au wale ambao ni wazalendo wameamuka na kuungana na wazalendo, ndio mapambano yanasonga mbele, na silaha kubwa ndogo na kubwa kabisa zinasikika kwenye uwanja wa vita, mabomu makubwa. Wazalendo wamefanikiwa kabisa kuvuka mto ule wa Ruvimvi, kwa sababu mapambano ya jana hawakubahatika kuvuka mto wa Ruvimvi kwa sababu walikuwa wanapambana upande wa pili kabisa kama vile maeneo zote za Katogota. Sasa hawakuweza kuvuka mto wa Ruvimvi. Leo jioni wamevuka mto wa Ruvimvi, na hivi jamani, watu ambao wako Kamanyola wanasikia ni mtoto. Hiyo ni sasa ambayo huo mtoto ambao unasikia hapo au wao masasi ambao unasikia yanapigwa ni Kamanyola kabisa. Ila sasa wazalendo hawajaingia Kamanyola Centre kwa sababu unaona pale ni hatari. Kwa hiyo bado wanaswaga Kiswahili cha kisasa, wanaswaga, yani wanaswaga mbuzi au na mbolea, wanawapeleka kwenye mapori na milima waende kuamalizia kule. Kwa hiyo kifupi ni kwamba au na kirefu kabisa, wazalendo wako wanafanya kazi nzuri. Lakini mapambano hayo kwenye milima yote ya Kamanyola leo jioni, mapambano hayo yanaendelea. Na wazalendo wanasonga mbele. Tunapokuambia wazalendo wanasonga mbele, nafikiri unanielewa. Kuna mtu mwingine ameniandikia comment, akaandika comment akasema, mbona unasema sana Kamanyola? Ninarudilia, wewe utakuwa ni adui. Wakati unasikia tunataja Kamanyola ujue ndipo panapokuwa mapambano. Kwanza alikuwa na kwenye magrupu zetu akaandika kabisa hadharani akasema, mbona Kamanyola mnaitaja sana? Hapo ndipo panapokuwa na vita, lazima tueleweshe watu kila kinachoendelea maeneo za Kamanyola. Sasa kama wewe ni adui unachukia kila ambacho tunaongea, wewe vuka tu, kwa sababu tunajua adui kawaida yake ni kuumia tu. Kawaida yake ni kuumia na kuona kila kitu kibaya tu. Kwa hiyo
lazima tuseme Kamanyola na kila ambacho kinachoendelea maeneo za Kamanyola. Kwa vijiji hivi, kijiji kama vile cha Rutembe, wazalendo na wanadhibiti kwa sasa, na Katogota yote, Katogota nzima kabisa ni wazalendo, kwa sababu hawawezi wakavuka mto wa Ruvimvi na hawajadhibiti Katogota. Kwa hiyo Katogota nzima imedhibitiwa, lakini bangali kwenye mapambano makali. Na mapambano sasa hivi tunavyoongea yako maeneo kabisa ya Kamanyola, ndipo mapambano yalivyo, lakini sio Kamanyola Centre, ni kwenye milima. Lakini mabomu zote zinazopigwa kwenye milima hiyo za Kamanyola, raia wanaona kila kinachoendelea maeneo zile. Kwa hiyo tunakuambia kitu ambacho kiko na uhakika maeneo za Kamanyola. Tumepata simu nyingi sana, tuambie habari za Kamanyola. Ndugu zangu na ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, habari hizi, kupata habari kwenye uwanja wa vita sio mchezo. Nyinyi wenyewe mnajua. Kwa hiyo tunajitahidi sana. Tumesema jamani, watu wasapoti wazalendo, lakini tunaona watu wanapenda tu habari, lakini hata kusapoti wale wazalendo hakuna. Ndio kitu ambacho tunaona, watu wanapenda kusikia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, lakini hawapendi wanaofanya kazi. Ndicho kitu ambacho tunataka tuseme. Tumeweza kutoa namba, tukasema kwamba hizo namba ambazo ziko hapo kwenye screen yako, kama uko na msaada wako tuandikie kwenye WhatsApp, pia tutakujibia. Andika tu na msaada wangu, tutakupa utaratibu wa kusaidia wazalendo. Tutakupa utaratibu mzima wa kusaidia wazalendo. Lakini mko tu mnasema tupe habari za Kamanyola. Sasa unaopambana Kamanyola wanahitaji chakula, wanahitaji dawa, wanahitaji kila kitu, lakini watu wanataka tu habari za Kamanyola. Kama hawajapigana wazalendo sasa wanaonesha nguvu, lakini raia na wazalendo wote ambao wako nje ya nchi na ndani ya nchi hamtaki kusaidia kusupport wazalendo. Tunaanza kusema vile hamtaki kusupport wazalendo, na kama unataka kusupport wazalendo, namba ziko hapo, support wazalendo, kila kitu kitaonekana kuwa kizuri sana kwenye uwanja wa vita, na kila ambacho kinaendelea na sisi pia tutazidi kukwambia. Nafikiri kila mtu anafurahi kwa kazi ambayo inayosonga mbele maeneo zile za Kamanyola. Sasa hivi raia wako chini ya vitanda, maeneo yale chini ya vitanda, lakini wale ambao kuna rongo, unaona sasa hivi wakongomani wana asilia ya hasira. Wakongomani wote wameshakasirika, hawajali risasi ni nini. Zamani ilikuwa ukisikia tu risasi kidogo wameshakimbia Tanzania, wengine wameshakimbia Burundi, wengine wameenda Rwanda, Uganda huko. Lakini kwa sasa kila mkongomani amekasirika. Kila mkongomani popote alipo amekasirika, kama atakufa atakufia nchi yake. Kwa hiyo sasa hivi hatushuhudii mirorongo ya wakimbizi wakiwa wanaenda Tanzania, hatushuhudii mirorongo ya wakimbizi wakiwa wanaenda Burundi wala Uganda wala Rwanda, hakuna. Kwa hiyo wote wanakufia mle. Tunataka tukufie mle, nchi ni ya kwetu, na kila ambacho kinachoendelea maeneo yale ya vita. Kwa hiyo kwenye uwanja wa vita vikosi vya serikali vinafanya kazi jamani, vikosi vya serikali. Kwa hiyo wakiendelea kufanya kazi hivi, tunafikiri raia tutazidi kuamini tena FRDC. FRDC tutazidi kuamini, kwa sababu kitu ambacho mnakifanya kwa sasa hivi ni kitu kizuri. Kuanzia jana mmetoa ushirikiano mzuri sana FRDC. Asanteni sana kwa kazi hiyo, na msonge mbele, kwa sababu sasa hivi muda unakwenda. Watu wa Bukavu wanalia sana. Bukavu watu wanalia jamani, mateso ni mengi, vyakula hakuna, biashara hakuna, matatizo mengi yanapatikana pale. Kwa hiyo wanalia muende mgomboe. Kwa hiyo kwa sasa hivi FRDC wakifanya kazi nzuri, zile ndege zikija, raia wanataka kuona zile ndege. Hayataki kupigana kwa kawaida, zile ndege zikuje, zitoke Kisangani, zije zifiatue M23, yale mabomu makubwa, maroketi, zifanye kazi kwenye uwanja wa vita. Ndipo raia watakuja tena kurudisha imani yao kwa imani yao kabisa kwa FRDC. Lakini kama hamtafanya hivyo, itakuwa tu imani itazidi kupotea. Mshirikiane kwa kitu hicho kabisa na mgomboe nchi, kwa sababu ukiangalia Goma imekamatwa kwa uzembe sana, alafu pia ukiangalia Bukavu uzembe sana. Sasa M23 walivyokuja wakajua watenda wanaonga hela hivyo, lakini mzalendo bwana ni mtu wa ajabu sana. Yeye ya samani kidogo, yeye anafia nchi yake, anafia nchi yake, kwa sababu nchi hiyo ikienda hatujui kama tutapata nyingine wapi, na juhudi kubwa ikizidi kuongezeka maeneo za mapambano. Kwa hiyo M23 wanahitaji, walikuja na nguvu kubwa sana maeneo za Kamanyola. Tunarudilia tena Kamanyola, wale ambao watachukia wachukie, endeleeni kuchukia. Sisi tutataja Kamanyola. Kama mnataka tutaje Uvira kwamba M23 wamekamata Uvira, hakuna M23 Uvira. Tunarudilia tena Kamanyola ya kwamba M23 walijiandaa. Tunarudilia, walikuwa wamejiandaa vizuri sana, na walikuwa wamejiandaa, wamejikoki.
Wamejikoki wakasema sasa hivi tunakwenda kubomoa Luvungi, tunakwenda kubomoa Luvungi. Ndivyo walivyokuja kabisa wakasema tunaenda kubomoa Luvungi, magari hivi nini, vitu mbalimbali. Wakafika tu pale, wakaenda wao ndio wanaenda kuchokoza. Walienda kuchokoza kabisa wazalendo maeneo zile za Katogota. Kwenda kuchokoza tu. Ndipo wazalendo wakaamuka wakasema okay, nyinyi mnataka kuja kuchukua Luvungi na kuendelea Uvira. Lengo lao lilikuwa ni kuvunja ile ngome ya Luvungi. Hiyo ndio lengo ambalo M23 walikuwa nayo. Sasa kipigo walichokipata maeneo yale, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, ni kwamba hicho kipigo hawajawahi kukipata. Hicho kipigo hawajawahi kukipata kwa sababu sasa hivi unaona wameshirikiana kidogo na FRDC, zile maslaha makubwa wamemwangea wazalendo wakasonga nazo mbele. Na ndivyo tunavyohitaji. Wamemwangiwa malisasi mwilini, wengine kukimbia, nafikiri tushaurudilia hili jambo. Wengine walivuka kwenye mto Ruzizi kukimbia Rwanda. Maiti zinatawala za M23 ni nyingi. Zamani walikuwa wakipiga wanakuja kuogota tena, wanapiga wanakuja tena kuchukua, lakini hapa hamna muda. Sasa hivi hakuna muda wa kurudi na kuja kupiga kwamba ngoja tupige tena tuchukue maiti. Wamepambana ili wachukue maiti maeneo yale, hali ikawa ngumu, hawakuweza. Na mpaka tunavyoongea na nyinyi hapa jioni ya leo, jioni hii saa 1 ya Afrika na saa 12, mapambano yanawaka moto. Raia wanashuhudia tu, risasi inapita hewani tu, hewani tu kwenda mbele, risasi la wazalendo. Kwa hiyo kitu ambacho tunataka kuambia ya kwamba Wakongomani, ungeni wazalendo mkono. Kumuunga mzalendo mkono kwa maombi pia ni vizuri, lakini pia kwa chakula. Masasi, mabunduki mazito wako kwenye uwanja wa vita, wanahitaji chakula. Sasa wewe unakaa unashabikia tu. Yaani watu wengine wanakuwa ni washabiki tu. Wazalendo vipi huko Kamanyola? Wazalendo vipi huko? Na unashindwa kusupport wazalendo hata kwa dola yako moja, dola ngapi? Kitu ambacho kinashangaza sana. Halafu baadaye kila saa habari vipi huko Kamanyola? Wakisikia hivi na hivi, mbona wazalendo wameregea? Watakusaje kuregea na wewe unashindwa kuwasupport wewe kama mzalendo ambao unaishi nje, hauko kwenye front? Namba hizo hapo, tunawekea namba hizo hapo. Tuandikie nina mchango wangu. Tuandikie nataka kusaidia wazalendo. Ndio maana namba hizo hapo. Hizo namba tujaweka mapambo kwamba mwe mnaziona tu pale. No, hiyo ni namba za kazi. Tuma msaada wako hapo, mchango wako, na wewe unapambana. Unajua vita kupambana ni aina nyingi. Media, hata radio inapambana. Radio inapambana. Wewe raia ukituma kitu chako kidogo na wewe unapambana, unasupport wazalendo kwenye uwanja wa vita, kitu ambacho kinapenda watu wengi wanakipenda sana, wanashuhudia. Tusikale tu washabiki, jamani vipi wazalendo, vipi wazalendo, kitu ambacho hakifurahishi. Channel ya Mteba TV, endelea kutufuatilia kwenye habari zetu zingine zitakazokuja. Tutazidi kuambia kile ambacho kinaendelea maeneo za Luvungi kwa sasa. Ruvimvi, mto wa Ruvimvi wazalendo washavuka na wako naona Kamanyola hivi. Hausikia hata wakati walikuwa wanapigana nyumba hiyo, hawataki kuingia msantre kwa sababu santre raia wapo wengi. Kwa hiyo wazalendo wanafanya kazi nzuri kwenye uwanja wa vita. Jioni hii vikosi vya M23 vikasikia habari hiyo, ndio wakaambatana na magari zao 5. Bomoa majipe hivi 5, akasema ndio tuenda kumaliza kabisa wazalendo. Hizo jipe 5 tuambie kwanza hazitafika. Tuambie hizo jipe 5 hazitafika kwa sababu mtaishia hapo njiani. Mnakumbuka kilicho kutaka Nyangezi, mkaenda na wazungu na wa madroni. Unaweka nini kilifanyika pale? Sasa hizo jipe ambazo mnaenda jipe 5. Naambia watu wa Bukavu msipaniki. Mnakuta kagari kadogo kanapita na basoda pale wa M23. Jamani bana kuja huko. Mwache kupaniki watu. Kama unaona gari kama hiyo, we relax tu, jione huko vizuri, relax tu. Sikia tu, angalia mbolea zinakuja. Wewe tulia, kama unaweza rekodi, tumia Mteba TV. Rekodi matukio zote, na ndio maana hiyo namba hapo. Rekodi kila kitu, tumia Mteba TV kwa sababu yeye yupo kwa sababu ya kupandisha matangazo yoyote ile ambayo yatakayoendelea duniani kote. Channel yako ni bora sana Mteba TV. Ndani ya mwaka 2025 tunazidi kuchanja mawingu yote duniani kwa sababu ya kuhakikisha kwamba adui hana nguvu na kuhakikisha kwamba tumeshinda. Ndio kazi ya channel ya Mteba TV. Ndo kazi yake kutangaza kinachoendelea DRC na duniani kote. Kila nchi inayonyanyasa mwingine, channel lazima isimame. Nchi nyingine kaenda kuvamia nyingine, lazima channel ya Mteba TV isimame. Ni mtetezi na kutangaza kila kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Endelea kusabone, namba zetu za simu ndio hizo hapo. Tuandikie unachohitaji, changia wazalendo chochote kwenye mtandao wetu wa Mteba TV. Mambo ni mazuri. Kwa tunafungia hapa ni kwamba mapambano bado yameendelea. Nimemaliza taarifa hii, lakini mapambano